بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد هذه المقدمة أرحبكم في هذه الدورة العلمية المكثفة في هذا المعهد المبارك، فأهلا وسهلا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يعلمنا علما نافعا وأن يوفقنا بما فيه صلاح في ديننا وآخرتنا، اللهم آمين يا رب. بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون معا في هذه الدورة العلمية، وسنتدارس الأحاديث من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأمامنا وبين أيدينا كتاب الأربعين النووية. فهذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين. الكتاب اسمه كتاب الأربعين. اختصر مؤلفه على 40 حديثا، لأنه ورد في فضل من جمع للأمة 40 حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. tutakuwa pamoja katika kitabu hiki cha al-40 an-nawawiyya, kitabu cha al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Kitabu hiki kimepewa jina la al-40 an-nawawiyya. Hili ndio jina la kitabu chetu, na muallif wa kitabu hiki amealif hadithi 40 miongoni mwa hadithi za Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi katika kitabu hiki. Na kwa sababu ya kupokelewa hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba atakayehifadhi katika ummati wangu hadithi 40 katika hadithi zinazohusiana na masala ya dini, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua mtu huyo katika kundi la wanazuoni. Japokuwa hadithi hii aktharu ahli ilmi yahkumuna ala dha'fihi, wanazuoni wengi wamehukumu kwamba ni hadithun dha'if, wa inshallah nufassilu al-kalama an hadha mustaqbalan. الكتاب أو مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الإمام يحيى بن شرف النووي. الإمام يحيى ابن شرف النووي. كتب هذا المؤلف أراد أن يظهر بالأجر العظيم. sote tunafahamu kwamba al-Imam an-Nawawi wakati anaandika hadithi hizi au kitabu hiki alikuwa amekusudia kupata ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aweze kunufaisha umma kwa ujumla. Fakhtara hadhihi al-ahadith al-jami'a, akakusanya hadithi hizi ambazo ni ahadith al-jami'a, ni hadithi ambazo zinakusanya mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na dini yetu ya Uislamu. Na tukiambiwa jami'a maana yake ni hadithi zile mama ambazo zinaelezea masail ya dini ya Uislamu kwa ujumla wake. amezungumzia adabu wal akhlaq wal a'mal as-salihah, fajama'aha fi hadha al-mu'allaf as-saghir fi hajmihi. Hadithi hizi amezikusanya katika
kitabu hiki ambacho ni kidogo kwa hajmu yake. Maana kitabu kikiangalia matini yake ni ndogo, lakini kitabu kina naf'un adhimun, kina manufaa makubwa. Wa aidan zada alaiha 10 ahadith, kisha akaja al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, baadaye akaja akazidisha hadithi 10. Tukiangalia katika kitabu kimepewa jina la al-40 an-Nawawiyya, lakini ndani yake kuna hadithi 50. Hadithi 10 zilikuja kuzidishwa na al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, fasarat 50 hadithan. Na tukiangalia al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameishi muda mdogo sana. Miaka aliyobahatika kuishi ni miaka 45, lakini ala rughmi min qisari umrihi, licha ya umri mdogo aliyobahatika kuishi katika maisha yake, illa annahu taraka atharan adhiman ilmiyan ghazira, ameacha athari kubwa sana katika maisha yake katika masala ya elimu, na mpaka leo hivi sasa tunafaidika na kunufaika kutokana na kile alichokiacha, kutokana na vile vitabu vyake ambavyo alivitunga katika kipindi chake. Wa biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutasoma hizi ahadith mujmalan, manake tutazisoma kutokana na muda wetu. Tutasoma hadithi kisha nitatoa maana inayopatikana katika hadithi, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala saadhkuru shuruhan linuqatin muhimma, kisha nitataja sharhu ya baadhi ya nukta ambazo ni muhimu, kwa sababu tunahitaji katika daura hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa udogo wake tuweze kupata mahsul adhim, tuweze kuanza mwanzo wa kitabu chetu na tufikie mwisho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tutaraji kuzisoma hadithi zote ambazo zimo ndani ya kitabu chetu. Kwa hiyo tuwe makini. Sheikh aliyetangulia nimemsikia na waeleza namna ya kudhibiti elimu. Kile kinachofundishwa jitahidi kipokee, kana daftari yako, kana kitabu chako, qaid suyudaka bilhibali alwathiq, andika yale maaluma ambayo utakuwa unapewa. Na biidhnillah subhanahu wa ta'ala fi akhir hadhihi ad-dawra sayakunu ma'ana al-ikhtibar al-basit biidhnillah subhanahu wa ta'ala. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بالحديث الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. حديثه بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مؤلف وميانزل حديثه عمر بن الخطاب ambaye ni khalifa wa pili baada ya kuondoka mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, wa huwa muttafaqun ala sihhatihi, na hadithi hii ni sahihi na wamekubaliana wanazuoni wa hadithi kwamba hadithi hii ni sahihi. Ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, wa aidan rawahu al-Imam Muslim fi sahihi, na al-Imam Muslim ameipokea pia katika sahihi yake. Na hadithi hii sadara bihi al-muallif rahimahullahu ta'ala, ameanza nayo muallif katika kitabu chake kwa sababu kinaelezea hadithi, inaelezea nukta muhimu sana, inaelezea kuhusiana na tadhkiru an-niyya. Anakumbusha kuhusiana na nia kwamba unapotaka kufanya jambo lolote, basi jambo la kwanza ambalo linalozingatiwa ni an-niyya. Tunafahamu sisi kwamba nia ni katika vipengele muhimu sana katika matendo yote,
التي يقوم عليها الإنسان, matendo ambayo anayafanya mwanadamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi hii kwa kusema, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema kwamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema, innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo hufungamanishwa na nia. Innamal a'malu binniyat, matendo hufungamanishwa na nia. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, likulli mri'in, kila mtu, ma nawa, manake atalipo kutokana na kile alichokinuia katika nafsi yake. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, basi yoyote yule ambaye atakayekuwa kule kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi fahijratuhu ila Allah wa rasulih, basi mtu huyo kuhama kwake itakuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, manake atalipwa kwa mujibu wa ile nia yake aliyonuia. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, na yule ambaye utakayekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia ili yaipate, anahama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, lengo lake ni kuipata dunia, basi yusibuha, ataipata, manake atalipwa kutokana na ile nia yake aliyonuia katika nafsi yake. Au imra'atin yankihuha, au akahama kutokana kwa ajili ya mwanamke, manake amuoe, manake anatoka katika mji wake anakwenda katika mji mwingine, lengo apate mwanamke ili amuoe, anahama kwa sababu yake, basi fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kule kuhama kwake kutakuwa kwa ajili ya lile ambalo amelihamia, manake atalipo kutokana na nia yake hiyo. Wa hadha alhadith min alahadith aljawami', na hadithi hii ni katika hadithi ambazo jawami' zimekusanya manake sekta zote katika dini yetu ya Uislamu. Wa Nabii sallallahu alayhi wasallam qad utiya jawami' alkalim, na tufahamu kwamba Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi amepewa jawami' alkalim wa fasl alkhitab. Akizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza maneno machache, lakini faida yake inakuwa ni kubwa, na anakuwa amezungumzia masala mapana katika maneno yake mafupi Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Kwa hiyo katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa katika maisha yake ni jawami'ul kalim, anazungumza kalimati yasira, maneno machache ambayo yana faida kubwa. Wakana yatakallamu bikalimatin yasira tajma'u uluman ghazira, Mtume alikuwa akizungumza maneno mafupi lakini anakusanya faida kubwa sana, wa khairatin kathira, na khairi nyingi. وهذا الحديث قال عنه أهل العلم, na hadithi hii wameizungumzia wanazuoni kwamba innahu ahadul ahadith al-arba'a allati yaduru 'alayha al-islam, ni katika hadithi 4 ambazo wanazuoni wamezichagua, wameona kwamba hizi ni hadithi ambazo Uislamu umesimama katika hadithi hizo. Manake kuna hadithi mama ambazo unapotajwa Uislamu, basi wanazuoni wananasihi kwamba mtu ashikamane na hizi hadithi katika maisha yake. Kwa hiyo ni miongoni mwa hadithi 4 ambazo zimechaguliwa, allati yaduru alaiha alislam, hadithi ambazo Uislamu huwa unazunguka katika hadithi hizo. Maana huwezi kufanya jambo isipokuwa utarudi katika moja ya hadithi hizi 4. Kwa hiyo alhadithu alawwal ni innamal a'malu binniyat, hadithi ambayo tunayo hivi sasa. Wal hadithu thani innal halala bayyin wa innal haram bayyin, na ni hadithi ambayo pia tutaisoma katika kitabu chetu. Wa thalithan hadithu izhad fima fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas, na ni miongoni mwa hadithi ambazo pia tutazisoma katika kitabu chetu. Wa rabi'an hadithu min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kwa hiyo hizi ni hadithi ambazo wanazuoni wamezizungumzia kwamba ni miongoni mwa hadithi ambazo alaiha madarul islam, Uislamu unazunguka katika hadithi hizi. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi ametuhusia sisi kwamba mtu unapotaka kufanya jambo lolote hakikisha unaisafisha nia yako katika nafsi yako. Manake ufahamu kwamba hakuna utakalolifanya isipokuwa utalipwa kwa mujibu wa nia yako, sawa sawa iwe ni nia njema au iwe ni nia mbaya, manake min haythu as-sihhati wal fasad. Kwa hiyo tuizingatie, tuchukue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
anatulipa sisi kutokana na yale tunayoyafanya, kutokana na nia zetu. Kwa hiyo fa akhlisu nawayakum lillahi subhanahu wa ta'ala. Tunapofanya matendo yetu tuhakikishe kwamba tunatakasa nia zetu kwa yale tunayoyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam harradana ala dhalika faqala innamal a'malu binniyat. Kwa hii ni nukta muhimu ambayo inabidi tuizingatie. Wa insha Allah nubasit al-kalam mustaqbalan biidhnillah. Tutarefusha mazungumzo kadri tunavyoendelea kusoma, tutabainisha hadithi tufassiru ba'daha ba'dha, zinajifasiri wenyewe kwa wenyewe. Maana tunaweza tukasoma hadithi hii kisha mbele tukakutana na nukta nyingine ambayo inatoa mwongozo kutokana na hadithi ile ambayo imetangulia. Wa hadha huwa alhadith alawwal rawahu al-Bukhari wa al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Majina yao yameandikwa kwa urefu hapo, tutayaangalia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa alhadith athani يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. حديثه ameipokea Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni yule rawi wa kwanza wa hadithi ya kwanza ambaye ni khalifa wa pili katika wale makhalifa wanne ambao tunawafahamu, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Anasema bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa fi riwaya bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pindi tulipokuwa sisi tumekaa mbele ya mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, dhata yawmin, siku moja, idh tala alaina rajul, ghafla alitokea kwetu sisi pale tulipokuwa tumekaa mtu mmoja, shadidu bayadhi thiyab, mtu huyo mavazi yake yalikuwa ni meupe mno, shadidu sawadi sha'ri, nywele zake zilikuwa ni nyeusi mno, la yura alayhi atharu safar, haionyeshi kwake yeye athari ya safari. Maana yake tulipokuwa tumekaa alikuja mtu ambaye mavazi yake yalikuwa ni meupe mno, kuonyesha kwamba ni mmoja kati yetu sisi wakazi wa mji wa Madina tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya hali yake, na nywele zake zilikuwa ni nyeusi mno, akikusudia kwamba hazikuwa na vumbi wala alama yoyote ya kuchafuka. Na akabainisha kwa kusema kwamba la yura alayhi atharu safar, kuonyesha kwamba haonyeshi wala hana dalili yoyote ya safari, kwamba ni mtu ambaye hatumfahamu katika maisha yetu ya mji wetu wa Madina, lakini amekuja, hii ndiyo hali yake. Kwa kwanza tumepewa wasfu wa yule mtu aliyekuja mbele ya mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, kisha sasa hii ni hali yake, lakini wala yaarifuhu minna ahad, hakuna yoyote anayemfahamu kati yetu, na si mtu wa mji wa Madina. Hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka akakaa mbele ya mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Fa asnada rukbatayhi, alipokaa akaegemeza rukbatayhi, magoti yake, ila rukbatayhi, mfahamiana kwenye magoti yake. Maana yake amekaa ile jalsa maarufa, mtu unakaa alafu unaweka rukbatayhi ila rukbatayhi. Nani atatuonyesha mfano wa jalsa hiyo? Naam, naam mashayikh, في نفس المكان يا شيخ، ترونه جميعا، ممكن تأتي هنا في الأمام بالمثال يتضح المقال. في نفس المكان يا شيخ.
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم. نفس الجلسة. أيوة هذه هي الجلسة. ووضع كفيه على فخذيه. ضع كفيك على فخذيك. ضع كفيك على فخذيك. على فخذيك يا شيخ. ترون هذه الجلسة؟ هذه جلسة طالب العلم. huo ndio mkao ambao alikuwa amekaa Mtume salawatu, yule mtu aliyekuja kwa Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. نعم يا أستاذ. ترون هذه الجلسة أيها المشايخ؟ وضع كفيه على فخذيه. وضع كفيه على فخذيه, manake anaweka viganja vyake hivi viwili juu ya mapaja yake, yani wewe mwenyewe, sio kwenye mapaja ya Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Hii ndio jalsa. فهمتم جميعا؟ ايوه هذا. na hii ndiyo adabu katika kutafuta elimu. Kwa hiyo alipokuja alikaa katika jalsa hii kuonyesha adabu ya kile anachokihitajia. Kisha sasa baada ya kukaa katika mkao huo, fabadaa yatahaddath ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam faqala ya Muhammad, akaanza kuzungumza na Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, akamwambia ya Muhammad, kamuita kwa jina lake. Na hii ina ishara kwamba yeye aonyeshe ile hali ya ugeni kikawaida. Tumefahamiana Mabedui wale watu wa Abadi, watu wa vijijini ndio walikuwa wakimuita Mtume salawatullahi wasalamu alayhi kwa jina lake. Kwa hiyo alipokuja pia hakutaka kufahamika, akatumia ile hali ya wale Mabedui, akamwita ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni anil Islam, nipe habari kuhusiana na Uislamu, nielezee kuhusiana na Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Islam, Mtume akamweleza akamwambia Uislamu an tashhada an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwa hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuqima as-sala, na kusimamisha sala, wa tu'ti az-zakata, wa tasuma Ramadhan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Akamtajia zile nguzo tano za Uislamu. Nani aliyetoa jawabu? Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Qala, akasema yule mtu, sadaqta, kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba umesema kweli. Masahaba ridwanullahi alayhim fa asabahum dahsha, wakapatwa na mshangao. Ndio wanasema Umar ibn al-Khattab, fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu, ni mtu mgeni anakuja anauliza, kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha yeye anasadikisha lile jawabu analopewa. Yani kama kwamba ni mtu ambaye anafanyaje, ana maarifa kabla dhalika. Fa qala, akaendelea kusema, fa akhbirni anil iman, nipe habari ya Muhammad kuhusiana na imani. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhakara lahu arkan al-iman, akamtajia zile nguzo za iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Qala sadaqta, karudia ile hali yake ya mwanzo kumwambia kwamba umesema kweli. Faqala akhbirni anil ihsan, akamwambia nipe habari kuhusiana na ihsan. Qala an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama kwamba unamuona, na ikiwa wewe humuoni Allah subhanahu wa ta'ala, basi ihsan ni kufahamu kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Kwa hiyo akampa ile misingi ya Uislamu baada ya kuwa ameulizia misingi ile. Thumma qala akhbirni anis saa, nipe habari ya Muhammad kuhusiana na kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala lahu mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, kwamba hawi yule mwenye kuulizwa, maana yake ni mwenye elimu zaidi na hiko kiyama kuliko muulizaji. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamfahamu anayezungumza naye. Kwa hiyo Mtume akathibitisha kwamba mimi sina elimu ya nini, ya kiyama, na kumwambia kwamba na wewe unalifahamu hilo, kwamba mimi sina elimu ya kufahamu
qiyama maana kusimama kwake ni lini. Qala fa akhbirni an amaratiha. Alipofahamu yule muulizaji akaulizia mambo ambayo mtume ana elimu nayo, akamwambia basi nipe habari kuhusiana na alama na ishara za nini, za qiyama. Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akatuwajibu kwa kusema antalida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuulizwa kuhusiana na dalili za qiyama akatoa jawabu kwa kumweleza kwamba antalida al-amatu rabbataha. Dalili miongoni mwa dalili za qiyama ni kujifungua, maana kuzaa mtumwa wa kike kumzaa bwana wake. Maana mtumwa wa kike kujifungua binti ambaye atakuwa ni sayyida wake. Tumefahamiana? Maana atakuwa ni msimamizi wake. Hii tawili ya kwanza ambayo wanazuoni wameieleza. Maana bosi anaamiliana na mtumwa wa kike, kisha anapata mtoto kutokana na yule mtumwa. Yule mtoto anakuwa ni mtoto wa nani? Wa mama yule ama, kisha anakuwa ni mtoto wa nani? Wa bosi, na yeye anakuwa nani? Anakuwa bosi katika hali hiyo. Kwa hiyo ndo antalida al-amatu rabbataha. Miongoni mwa dalili za kiyama ni kupatikana hali hii, kukithiri hali hii. Tumefahamiana vizuri? Hii ni tawili ya kwanza. Lakini tawili ya pili ambayo wanazuoni wameieleza ni antakthura huquqa alwalidain, ni kukithiri kule kuasiwa wazazi wawili. Maana watoto kutovukwa na adabu au nidhamu. Maana kukithiri zaidi kuasiwa nani? Wazazi wawili. Tumefahamiana vizuri? Maana katika jamii tulionayo hivi sasa hizi dalili zote takriban alizotaja Mtume sallam katika hadithi dhaharat, alaysa kadhalika? Utakuta watoto hivi sasa hawana heshima na nani? Na wazazi wao. Kwa hizi ndo tafsiri mama ambazo wanazuoni wamesaja katika maneno haya. Kisha wa antara al-hufata, na utawaona watu wanatembea peku. Al-hufata wanatembea peku, hawajavaa nini? Viatu. Yani hali yao hii karibu na qiyama. Al-urata, kisha mavazi yao wamevaa lakini bado wako uchi. Manake mavazi yao ni mafupi, mavazi yao yanaonyesha, mavazi yao hayako katika stara ile ya Kiislamu iliyokamilika. Al-alata ri'a ash-sha'i, maskini. Manake al-ala wale maskini utawakuta ri'a ash-sha'i, tena wanaochunga mbuzi, yatatawaluna fil bunyan, wanashindana katika kurefusha magorofa, majumba makubwa yale. Tunafahamu sote kwamba hali ilivyo kwamba maskini hali yao ni al-aishatu fil badia, si ndio? Kuishi vijijini. Lakini miongoni mwa dalili za kiyama, watahama wanapoishi, watakuja katika miji, wao ndio watakuwa wanashindana sasa katika mwenzangu kajenga na mimi nataka nijenge zaidi yake. Maana kukithiri hali hiyo ni katika dalili za kiyama, na hilo hivi sasa dhaharat, alaysa kadhalika? Ni katika mambo ambayo ni waqiia. Utakuta watu wachunga mbuzi kawaida hali yao, umefahamiana, ni wanashindana hivi sasa. Mtu anamiliki mbuzi lakini huku anamiliki majengo, na kila mmoja anajifakharisha na mwenzake katika maisha yake. Kwa hizi miongoni mwa dalili za kiyama. Antalida al-amatu rabbataha, kujifungua mtumwa wa kike bwana wake. Wa antara al-hufata, na kuwaona watu watembea peku. Al-urata, uchi. Al-alata, wale maskini. Ri'a ash-sha'i, ambao wanachunga mbuzi. Yatatawaluna fil bunyan, wanashindana katika kurefusha majumba. Thumma intalaqa, kisha yule mtu akaondoka. Fala bithtu maliya, Umar ibn al-Khattab anasema nikakaa muda mrefu kidogo. Wa hadha huwa tafsir, nikakaa muda mrefu kidogo, japokuwa baadhi tafasiri yafsiruna annaha muddatan qasira, lakini as-sahih ni muda mrefu kidogo. Falabithtu maliya. Thumma qala, kisha akasema an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kumwita Umar ibn al-Khattab, ya Umar, ewe Umar, atadri man as-sa'il, hivi unamfahamu ni nani muulizaji? Qultu, Umar akasema Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanamfahamu. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam alayhi, fa innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Huyo alikuwa ni Jibril, amekuja kwenu lengo kuja kuwafundisha
dini yenu. فهمتم الحديث واضح؟ الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. kwani miongoni mwa hadithi mama katika dini yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejiwa na Jibril alayhi salatu wassalam, lengo ni kuja kufahamisha umma ule wa masahaba ridwanullahi alayhim masaila dinahum, yale masala yanayohusiana na dini. Kwa hiyo fihi dalilun ala anna ad-din yu'khadhu bit-ta'allum, kuna dalili kwamba dini hapa inachukuliwa kwa ufanyaji, kwa kujifunza. La yu'khadhu min al-'adati wat-taqalid, dini haichukuliwi kwa watu kuiga na kukopi mambo mbalimbali shauka yaingiza katika dini. Wa fihi dalilun ala anna ad-din yatakawwanu min 3 maratib, na kuna dalili kwamba dini imesimamiwa, maana yake dini inajengeka na maratib 3 na daraja 3 ambazo zimetajwa katika hadithi. Ad-darajatu al-ula ma hiya al-islam wal-iman wal-ihsan. Hizi ndio daraja hizi ndio maratib ad-din. Wa fi hadha al-hathu ala ta'allum ad-din, na katika hadithi hii kuna kuhimizwa watu kujifundisha dini yao, anna al-muslima yajibu alayhi an yata'allama dinahu, na anatakiwa muislamu manake ana wajibu yeye kujifundisha dini yake. Wala yakfi an yaqula ana muslim, haitoshi muislamu kukaa akasema mimi ni muislamu kisha ikawa hasomi wala hajishughulishi na kufahamu masaili yanayohusiana na dini yake, hasa katika yale masail almuhimma kama ibada yake ya sala na masaili mengine ambayo yanataallaq na uislamu wake. Kwa hiyo fahadha fihi dalilun ala wujubi ta'allum ad-din bimaratibihi, ambayo ni al-islam wal-iman wal-ihsan. Kwa hiyo lengo la Jibril alayhi salatu wassalam alikuja mbele ya masahaba kutaka kuwafahamisha masaili yanayohusiana dini yao, na tumetoa miongoni mwa faida ni adabu ya mwanafunzi anatakiwa akae vipi kwa mwalimu wake. Tumeona jalsatu Jibril alayhi assalam, jalsatu ihtiramin wa adabin. الحديث الثالث، حديثه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. حديث hii imepokelewa na mwanawe Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ambaye anaitwa nani? Abdullah ibn Umar. Kunia yake ni Abu Abdi Ar-Rahman. Yeye anasema vile vile nimemsikia Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi akisema buniya al-islamu ala 5. Na tukisema radhiyallahu anhu inaashiria kwamba mtoto alikuwa ni sahaba na baba alikuwa ni sahaba vile vile. Kwa hiyo anasema nimemsikia Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi akisema buniya al-islamu ala 5, umejengwa Uislamu juu ya nguzo 5. Maana umejengwa Uislamu fi 5, maana ala hapa ina maana ya fi. Umejengwa Uislamu katika nguzo 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salat. Zikataja nafsa al-arkan allati ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عند جبريل عليه السلام. مفهمين vizuri؟ وهذا الحديث تابع لما قبله. مفهمين؟ ndio maana أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع فجعله حديثا ثالثا. والحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات:
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله إلا هو أو لا إله غيره كتك رواية نكون فوالله الذي كتك رواية نجيني أليس كذلك؟ النسخ تختلف. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديثي imepokelewa na Abdullah ibn Mas'ud ambaye kunia yake ni Abi Abdurrahman vile vile. Anasema kwamba ametusimulia sisi Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi ambaye ni as-sadiq. Manake as-sadiq fi kalamihi, ni mkweli katika yale mazungumzo yake. As-sadiq, Mtume alikuwa na sifa hii, as-sadiq al-amin, kwamba ni msema kweli. Na sote sisi tunalifahamu hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa masduqun, kwamba mkweli mwenye kusadikishwa katika ile risala aliyokuja nayo. Tumefahamiana? Maana yake ni mkweli mwenye kuaminiwa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mtume anasema inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, yujma'u khalquhu, hukusanywa umbile lake, fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, wa yujma'u inakusudiwa vitu viwili. Tunafahamu kwamba imefanywa jamu hapa kwa sababu almaulud yatakawanu min ma'ain. Tunafahamiana ma'u ar-rajul wa ma'u man al-mar'a, ndio maana ikatumika lugha la ya yujma'u. Maana baada ya kuwa imepatikana maji ya mwanamama na maji ya mwanababa, kwa hiyo upatikana mtoto kupitia wao wawili. Ndio maana katumika lugha yujma'u khalquhu, kusanywa leo mbele lake baada ya kitendo hiki katika tumbo la mama yake 40 yawman nutfa. Na nutfa maksudio yake ni nutfatu manii, ni ile tone la manii. Katika siku ngapi? Siku 40. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة, kisha lile tone la manii linabadilika linakuwa ni tone la yatahawalu almanii ila dami, yanabadilika manii kuwa ni damu, linakuwa ni tone la damu. Fi muddati 40 yawma, katika muda wa siku ngapi? Vile vile 40. Hadhihi 80 yawma, jumla zinakuwa siku ngapi? Siku 80. Thumma yakunu mudgha, maana thumma yatahawalu min ad-dami ila al-mudgha, yani qit'atan min lahmin. Maana baada ya kuwa ni tone la damu, kisha linakuwa ni tone la nini? Linakuwa ni kipande, baada ya siku 40 nyingine kipande cha nyama. Na damu inakuja inakusanyika inakuwa ni kipande cha nyama. Fi muddati 40 yawman, ambayo ni hali ya tatu hiyo, si ndio? Wa hadhihi tusbihu kam 120 yawma, huwa ni siku 120. Wa fi tawri almudgha tukhlaqu a'dha'uhu, na katika hiki kipindi ambacho mtoto anakuwa katika ile hali ya nini, ya mudgha, ambayo ni hali ya kipande kile cha nyama, katika kipindi kile ndo vile viungo vyake sasa vinaanza kuumbwa katika tumbo la mwanamama. Wa yatabayanu annahu janin, na katika hali hiyo ndo anapata kufahamika kwamba sasa huyu anazingatiwa kwamba ni mtoto tayari. Tumefahamiana? Manake sasa hizi unaweza ukazungumza kwamba madaktari wana uwezo wa kumuona mtoto akiwa tumboni mwa mwanamama, si ndio? Na hii wengine wanasema kwamba inapingana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale mambo aliyoelezea kwamba ni ghaibu istatharaha binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ya'lamu ma fi al-arham. Manake Allah peke yake ndiye anayejua kile kilichomo ndani ya matumbo ya kina mama. Lakini hivi sasa kuna vifaa, si ndio? Tu anakuambia kwamba hatazaliwa wa kike, atazaliwa wa kiume. Lakini hal kanu yaarifuna qabla dhalika?
wa aidan yukhtiuna ahyana, si ndio? Kwa hiyo hii tabakia ni katika elimu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewafungulia waje hivi sasa kwa maendeleo yaliyopatikana. Mtoto anapofikia katika kipindi hiki katika tumbo la mwanamama, basi anafahamika, au kabla dhalika. Lakini kabla ya yote, maana yake hii inabakia kuwa ni elimu ambayo anaifahamu Allah subhanahu wa ta'ala tokea wewe uko mdogo, unakuwa unakuja kuoa, unapata mtoto. Allah subhanahu wa ta'ala ile hali yako anafanyaje? Anaifahamu. Unajua kwamba katika maisha yako utakuwa vipi, utapata watoto wangapi. Kwa hiyo Allah anakujua kabla ya kuumbwa kwako. Kwa hiyo tumefika siku ngapi? Hali ya tatu. Tumesema ni siku ngapi hizo? 120. Katika hali hiyo Mtume anaendelea kusema thumma yursalu almalak. Hali hiyo hiyo siku 120 anatumwa malaika. Thumma fayanfukhu fihi madha arruh, anapuliza malaika huyo katika tumbo la mwanamama roho. Wa yu'maru bi arba'i kalimati, na vile vile anaamrishwa mambo manne. Yu'maru bi arba'i kalimati, manake baada nafkhi arruh fihi yu'maru almalaku bi katbi arba'i kalimati, manake malaika anaamrishwa amwandikie ule mtoto mambo mangapi? Manne. Na yaktubu kitabatan khassa, anamwandikia ule mtoto manake daftari maalum, manake yale mambo anayadhibiti katika shakli maalum. Wa hunaka kitabatun amma, na sote tunafahamu kwamba kuna kitaba amma, kwamba haya mambo tayari tunafahamu kwamba yameshafanyaje, yameshakadiriwa awali li jami'il khalqi, kwa viumbe wote. Wa hadhihi fi al-lawh al-mahfuz, hii kitaba amma inapatikana wapi? Katika lawh al-mahfuz. Kwa hiyo amma hadhihi, nukta hii kwamba anatumwa malaika wakati mtoto yuko katika tumbo la mwanamama kuandika yale mambo manne, hadhihi kitabatun khassa likulli janin, hii hali anafanyiwa kila mtoto. Tumefahamiana? Na haya yanayoandikwa manqulatun min al-lawhi al-mahfuz, yanakuwa amenukuliwa, ametolewa wapi? Kwenye lawhi al-mahfuz. Walaysa kitaba jadida, wala sio kwamba ni mambo mapya yanaandikwa muda ule. Tafahamuna jayyida? Qala, anaanza bikatbi rizqihi, kuandika kuhusiana na nini? Na riziki ya huyu kiumbe. Wa ajalihi, na vile vile ajali yake, manake muda wake wa kuishi, ataondoka lini katika maisha yake. Wa amalihi, na matendo yake vile vile. Wa shaqiyun au sa'id, na anamuandikia kwamba ni mwema au ni muovu. Na nukta hii ni nukta ambayo ina sharhu kubwa sana, kwa sababu ni masail madha alqada wal qadar, ni masala ambayo yanajenga maswali mengi, na ni katika masala ambayo wengi sana wamepotea katika masala haya. Ni masala mapana, nafikiri hata mnapokuwa mnasoma, mnapokuwa darasani yakthuru au takthuru al-as'ilatu fiha, alaysa kadhalika? Masaili yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo inshallah sisi hatututumia muda kuelezea nukta moja baada ya moja, tukafahamishana masaili ya qadha wal qadar biidhnillah subhanahu wa ta'ala. In kana ma'ana muttasa' min alwaqti sanashrah dhalika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa adhunnu annakum rubbama ta'rifuna hadhihi almasaila wa tattabi'unaha, antum tullab ilm, alaysa kadhalika? فلا نبسط الكلام في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقسم بالله سبحانه وتعالى يقول فوالله الذي لا إله غيره، kwamba anaapa. Na katika riwaya nyingine fawalladhi nafsi biyadihi, kwamba anaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, kwamba inna ahadakum, hakika ya mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, manake huenda akafanya matendo ya watu wa wapi? Wa peponi. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa, mpaka inafikia hatua inakuwa baina yake na baina ya kuingia peponi inabakia nini? Dhiraa. Manake ni nukta ya kwamba yeye anakufa, anaingia wapi? Katika pepo. Lakini fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha,
Tumefahamiana. Anatanguliwa yeye na qadari, na anakuja anafanya matendo ya watu wa motoni, anaingia katika moto. Wa hadha fima yabdu linnas, ni katika masala ambayo sisi tunaposikia hadithi ya namna hii wengi huwa tunapatwa na maswali katika vichwa vyetu. Falima al-amal, kwa nini tunafanya sasa wakati tayari masaili yashaelezwa katika sura hii? Kuna haja gani sisi kujipinda katika ibadati? Hadithi hii yuayyadu bil hadithi thani, inatiliwa nguvu na hadithi ya pili ambayo imekuja kuifasiri hadithi hii. Wa alayhi takallama aktharu ahli alilm, wanazuoni wengi wakati wanafasiri hadithi hii wametumia tafsiri ambayo inapatikana katika hadithi ya pili, kwamba mtu anafanya fima yabdu linnas. Sisi tunapomuona anafanya, tunaona kwamba anafanya matendo ya watu wa peponi, lakini bainahu wa baina Allah ni asin wa taghi, maana baina yake na baina Allah anakuwa ni yuko tofauti. Maana siri yake anakuwa anaifahamu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inaungwa mkono na shawahid kathira, inaungwa mkono na dalili nyingi sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafasiria masahaba maneno haya kwa mifano. Kuna siku Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna mmoja katika masahaba alikuwa mpambanaji mno katika jihadi, la yatruku fadhan wala shadhan, yeye haachi katika vita, yani anapambana kadiri ya uwezo wake. Lakini Mtume sallallahu mwisho wa siku anasema huwa fi nar, yule ni katika watu wa motoni, lakini bado yuko hai. Masahaba wakawa wanashangaa. Sasa kuna mmoja akachukua azma ya kumfuatilia. Basi kuna siku alikuwa katika jihadi anapambana, akajeruhiwa na chombo kama mkuki katika sehemu yake ya mwili. Basi wakati anajeruhiwa aliangukia nacho, akajimalizia yeye mwenyewe. Yule sahaba akaja kwa Mtume sallallahu wasallamu alayhi, akamwambia sadaqta ya nabii Allah. Mnafahamu ni kwa nini? Nani anafahamu ni kwa nini? Naam. Kwa sababu kaiua nafsi yake. Na Uislamu unatuamrisha nini juu ya sala hili? Naam. Uridu musharakatakum. Naam. Haifai mmoja wetu kuiua nafsi yake mahma kana, vyovyote itakavyokuwa, bali hata kutamani mauti pia haifanyaje? Haifai. Tumefahamiana zimewekwa dhawabiti za kutamani mauti, kwamba unatakiwa useme Allahumma ahyini in kanati alhayatu khayran li wa amitni in kanat almamatu au alwafatu. Umombe Allah subhanahu wa ta'ala, sio kukaa katika hali ya kutamani. Kwa hiyo katika masala ambayo Uislamu umeyapiga vita mno ni mtu kuiua nafsi yake, haifai mahma kana. Hutakiwi ujiue hata kama una stress za aina gani, una mambo yamekusibu ya aina gani, hutakiwi uwe nafsi yako. Kwa hiyo huyu ambaye ameelezwa na Mtume sallam katika hadithi ni mtu ambaye anafanya mema, na sisi sote tunamuona kwamba ni mcha Mungu. Watu wa design hii wapo, mtu anafanya wema siku zote katika maisha yake, lakini pengine ni sura ile anaitumia kudhihiri kwa watu katika sura hiyo, lakini anakuwa na mambo yake binafsi. Kwa hiyo huyu siku ya kiyama, maana ile kiyama chake wakati anakufa yanadhihiri yale aliyokuwa akiyafanya. Yasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar, tunaona ule ukweli wake, fayadkhulu, anakuwa ni katika watu wa motoni. Mwisho الحديث واضح ونحن نفهمك vizuri. وايضا كذلك الجانب الثاني، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها، وهذا نادر اليس كذلك؟ hii mara chache inatokezea. Sisi tunaweza tukamhukumu mtu tofauti katika maisha yake, lakini kwenda akawa ni atqana lillah, ndio mcha Mungu wetu zaidi. Umefahamiana? ikaja tabayana fi akhir hayati annahu kana ma'ahu kadha wa kadha min as-salihati wal khairat. Kwa hiyo hii ndio maana ya hadithi ambayo wanazuoni wengi wameifasiri katika sura hiyo. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari wa al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. الحديث واضح. ننتقل إلى الحديث الخامس. يقول المؤلف
رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث hii ni hadithi ambayo amepokea ummul mu'minin, mama wa waumini, ambaye ni Ummu Abdillah. Manake mama wa nani? Wa Abdillah, ambaye jina lake ni Aisha radhiyallahu anha. Ni mama yetu sisi, mkewe nani? Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wa hiya laysa laha aulad, hana mtoto, hakubahatika kupata mtoto bibi Aisha radhiyallahu anha, walakinaha kuniyat bi ummi Abdillah, lakini hii ilikuwa ni kunia yake, alikuwa akiitwa Ummu Abdillah. Kwa hiyo hii ni kunia yake, na ameipokea hadithi hii bibi Aisha radhiyallahu anha akitusimulia kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tufahamu kwamba amepokea hadithi nyingi kutoka kwa nani? Bali ndio mwanamama aliyepokea hadithi nyingi kuliko wanamama wote katika wale masahaba mfahamiana wa kike, na bali aliwazidi wengi katika masahaba wa kiume fi riwayati al-ahadith. Anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Yule ambaye atakayezua fi amrina hadha, ay fi dinina, katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo ambalo halimo katika dini, fahuwa radd, ay mardudun alayhi, jambo hilo ni lenye kurejeshwa, maana atarejeshewa yeye mwenyewe. Raddun mardudun alayhi, maana ni lenye kurejeshwa kwake hilo jambo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na riwaya ya Muslim, maana mapokezi ya Muslim ya hadithi hii ya bibi Aisha, anasema: man amila amala, yote atakayefanya jambo, laysa alayhi amruna, jambo hilo likawa halimu, maana katika yale mambo ambayo yamewekewa sheria na dini yetu, fahuwa raddun, basi jambo lake hilo lilenye kurejeshewa yeye mwenyewe. Na nafikiri kuna mukaddima maarufa: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kwa hiyo hadithi inatuhimiza sisi kushikamana na yale mambo ambayo Uislamu umeyadhibiti na tumefundisha sisi na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kujiepusha sisi na bid'aati wa dhalalati, na yale mambo ambayo yamezuliwa katika dini yetu ya Uislamu. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.